Bila shaka mtazamaji amekiri makosa katika kisa cha kushtua pale mahakamani. Familia moja katika eneo la Kayole jijini Nairobi inadai haki kufuatia kifo cha mtoto na mwanamke mjamzito katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki. Fiona Munai mwenye umri wa miaka 28 aling'olewa jino kwenye hospitali hiyo wiki iliyopita baada ya kufikishwa hospitalini kwa maumivu ya meno. Lakini familia inasema hawakushirikishwa kabla ya taratibu kufanyika. Hata hivyo ni kwamba uongozi wa hospitali unasema kwamba marehemu alifikishwa akiwa katika hali mbaya sana na alikuwa na maumivu makali ya meno ambayo ilikuwa hatari kwa maisha yake kutokana na ujauzito. Majirani, marafiki na jamaa wamekusanyika hapa, lakini hakuna maneno yaliyoweza kuficha majonzi. Fiona mwenye umri wa miaka 28 na mtoto wake waliaga hospitalini. Mumewe Eliud Okenye anasema Jumapili jioni alimpeleka hospitalini baada ya malalamishi kuwa anaumwa na jino. But venye walimung'oa hiyo meno alianza kufura kiasi kuja huku chini. So nikarudi tena nyumbani, nikaenda kesho yake saa 5 mchana. Kufika huko tena nikapata wamemng'oa meno ingine bila idhini tena. Okenye anasema baadaye alielezwa kuwa Fiona amepelekwa kwenye chumba cha upasuaji bila idhini yake. Kwa saa kadhaa alisubiri akitazama wagonjwa wengine wakiingia na kutoka. Hakuna service yoyote amefanyiwa. Hajapasuliwa angalau atuatoe mtoto amekufia kwa tumbo na mimba ilikuwa kubwa ya miezi 9. Huyu mume ni hasala. Ni mtu anafanya kibarua za hapa na pale ndio aweze kuulisha familia yake. Sasa saa hizi atajua kulinda mtoto ama atajua kwenda kutafutia mtoto mwenyewe. Lakini kulingana na uongozi wa hospitali hali ilikuwa tofauti na inavyosimuliwa na familia. We had cases ongoing in theater and therefore we had to wait for one operating theater to be free so that she could be taken in for intervention. And I think the essence of taking her to theater at that time was not really to take out the baby, but to establish breathing through what you call intubation. Lakini hata kupitia majibu haya, familia ya Fiona haijaridhika na wanaomba kuwa uchunguzi ufanyike ili kubaini iwapo taratibu zote zilifuatwa ipasavyo.